Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni bwana ni kuna hili bifu limeanza hivi karibuni kati ya Meja Kunta na D-Voice. Bwana, kama ulikuwa ufahamu ni kwamba D-Voice na Meja Kunta bwana ni watu wa karibu sana. Yaani kwamba huyu Meja Kunta na D-Voice ni marafiki na hata familia zao zinafahamiana. Yaani ni family friends au vipi bwana? Na hii ni kutokana na kwamba mama mzazi wa D-Voice na mama mzazi wa Meja Kunta ni marafiki waliopitiliza kama ndugu, japokuwa of course mama yake Meja Kunta ameshafariki hivi karibuni, lakini ni jambo ambalo tunafahamu kabisa kwamba D-Voice mama yake na mama wa Meja Kunta walikuwa ni marafiki haswa, na hata siku ya msiba wa mama wa Meja Kunta, mama mzazi wa D-Voice alikuwa pale mapema kabisa na akaelezea jinsi ambavyo ukaribu wake yeye na mama wa Meja Kunta ulikuwaje. Maana anasema kwamba mama D-Voice wakati yeye anaumwa, mama yake Meja Kunta ndiye alikuwa anamuuguza, umeona. Lakini hiki kilichotokea ghafla tu kuona kwamba mama wa Meja Kunta amefariki ni moja kati ya vitu ambavyo vimemuumiza kupitiliza. Kwa hiyo mpaka hapo tukao tumeshaelewa kwamba hawa vijana wawili ukaribu wao bwana ni kutokana na tokea wako mtaani, tokea majumbani kwao. Familia kwa ujumla zina ukaribu, na hata kwenye industry pia wameingia wakiwa pamoja, wameshawahi kushirikiana na ngoma walizoshirikiana na moja kati ya ngoma ambazo walishirikiana zilienda, nadhani kila mtu atakuwa anafahamu. Lakini ndio hivyo tena, kwa bahati nzuri zaidi ni kwamba yeye D-Voice akapata nafasi ya kusainiwa katika record label kubwa zaidi hapa Tanzania ya WCB, na huku Meja Kunta naye pia anafanya vitu vyake yeye na management yake na mambo yanaenda poa kabisa, lakini ukaribu wao ukawa unaendelea on a daily basis. Lakini kitu ambacho kimekuja kutokea hivi karibuni ni kwamba hii ngoma ambayo Juksi amekuja kuitoa ambayo ni ya singeli ambayo tumezungumza katika video iliyopita, bwana, hii ngoma kumbe ilikuwa ni ya hii ngoma ni ya D-Voice, lakini alikuwa amemshirikisha Meja Kunta, na katika hii ngoma ni kwamba haijawahi kutoka. Yaani kuna ngoma ambayo D-Voice aliimba na Meja Kunta haikutoka, na sababu ya kutokutoka ni kwamba inasemekana kwamba management ya Meja Kunta walizuia. Kwa hivyo basi D-Voice akaenda kuimba hiyo ngoma tena na Juksi, kitu ambacho kimemuumiza na kimemkera sana Meja Kunta, na Meja Kunta amekuja kulalamika mtandaoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo wadau wanasema kwamba bwana, kama vile kuna beef, kuna sintofahamu, kuna kupishana kutokana na hizo sababu za kikazi, baada ya D-Voice kufanya ngoma na Meja Kunta and then akaipeleka tena kwa Juksi kwenda kufanya naye. Yani kwamba Meja ameona kama vile D-Voice amemdharau, amemsaliti kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, Meja Kunta amelalamika, ameantagi kabisa mpaka D-Voice mwenyewe. Ameandika kwamba D-Voice, inawezekana kwenye hii game nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa mwenye ukaribu na wewe kutokana na ukaribu wa familia zetu. Inawezekana nikawa ndiye mtu aliyekufungulia milango mingi sana kwenye maisha yako tulipofanya wimbo wetu wa pamoja na ukafanya vizuri sana. Hii inaonyesha kiasi gani wewe ni mdogo wangu na rohoni kabisa, na nina mapenzi makubwa sana na wewe. Ila hiki unachokifanya kina tafsiri mbili: dharau na kunitumia. Tunawasiliana kila siku, tunakutana kila siku, sidhani kama natakiwa kulipwa hiki. Umeona? Kwa hiyo hapa inavyoonyesha ni kwamba D-Voice ameenda kufanya ile ngoma ambayo alifanya na Meja, na ameipeleka kwenda kufanya na Juksi bila kumwambia Meja mwenyewe, mtu ambaye alitakiwa afanye naye hiyo ngoma awali. So mpaka hiyo ngoma yenyewe ni kwamba Meja Kunta bwana ameivujisha. Vile vipande ambavyo alivyoviimba Meja Kunta ndio hivyo alivyoviimba Juksi. Kwa nadhani mpaka hapo utakuwa unaelewa jinsi gani ambavyo Meja alivyojisikia disappointed. So ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana huko mtandaoni bwana, na ma voice yenyewe yamesikika. Maana huyu Meja Kunta bwana sio tu kwamba labda ameropoka tu from nowhere, ni kwamba ameweka mpaka ushahidi. Umeona? Kwa hiyo ngoma inafahamika kwa jina la Gharama bwana, na kuna mistari ambayo tayari Meja Kunta alikuwa ameshaimba. Sasa ile mistari ambayo alikuwa ameimba Meja Kunta ndio hiyo aliyoenda kuimba Juma Juksi katika hii ngoma. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimemuumiza sana Meja. Umeona na wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao au vipi bwana? Haya. Kwa mtu asome bwana hiki amesema kwamba bwana hii ni kiki, wameamua tu kuipromote hiyo ngoma. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu asome bwana watajua wenyewe, lakini sisi tunachojua ni kwamba hii ngoma ni tamu. Kwa mtu asome bwana bwana kuna dadake D-Voice, wewe bwana wewe kweli ni sungu. Alafu huwa huna shukrani.
Umeona kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna mtu mwingine hapa kuna comment ni nyingi kama nilivyokuambia. Watu wengine hapa wanahisi kama vile hiki kinachoendelea sasa hivi hapa bwana ni kiki kwa lengo tu la kupromote hiyo ngoma iende, kwa sababu kadri inavyozidi kuzungumzwa au inavyozidi kuibua mijadala mizito huko mtandaoni ndivyo watu wanavyozidi kuifuatilia, na mwisho wa siku ndivyo inavyokuja ikija kutoka rasmi, basi moja kwa moja inakuja kuwa hit. Umeona Lakini wa Nigeria nao pia wamejitokeza katika hili sakata. Naona wanajitahidi sana kutafsiri kila kitu ambacho kinachozungumzwa kwa Kiswahili kwa lugha ya Kiingereza kwa lengo tu la kumtetea shemeji yao Jux. Kuna huyu hapa anaitwa Oyoyo Beaters anasema kwamba our in-law give them forget anything anybody is saying. Umeona bwana, anasema kwamba bwana shemeji yetu yeye wape vitu, sahau kila kitu ambacho hawa watu wanachozungumza. Umeona bwana, kwa mashabiki na mashemeji wa Jux bwana wanampambania mpaka kwenye bifu za huku nyumbani mtaani. Kivyo vyote vile Jux anapotajwa wa Nigeria wapo. Umeona bwana, support ambao wa Nigeria wanayoitoa kweli sio ndogo. Umeona So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini comment ni nyingi, kila mtu amekuwa akimlalamikia. Wengine wanamlalamikia Dvoice, wengine wanasema kwamba Meja Kunta angeflash, na sababu ambayo watu hapa walioiona ni kwamba Dvoice kama hii ngoma walikuwa wanataka kuitoa na Meja Kunta, na Meja Kunta mpaka akarekodi na mistari yake ipo. Lakini kama management ilizuia, basi kama yeye aliamua kubadilisha mtu wa kuimba naye, akaamua kwenda kuimba na Jux badala ya Meja Kunta, Dvoice ilitakiwa amwambie Meja kabla hata ngoma haijaanza kuwa teased huko mtandaoni. Yani angemwambia tu kwamba bwana Meja, ile ngoma tuliofanya kwa namna moja au nyingine management yako imezuia kuitoa, mimi nimeamua sasa nifanye na Jux. Basi tu kumpa ile closure, ajue kwamba okay nini kinakuja. Lakini hivyo huyo Jux alivyokuja kupost tu from nowhere, Meja kuja kuisikia akajua hii ndio ngoma ambayo mimi niliimba na mshikaji, alafu ni ndugu yangu kabisa, alafu amefanya hivi, obviously ndio maana imesababisha huyu Meja Kunta kujisikia vibaya na akaamua kuja kuzungumza hivi wazi mtandaoni. Japokuwa hawa ni watu wa karibu, wangemaliza haya mambo huko chini kwa chini, wangepigiana simu kama kuzungumza, wangeyazungumza na nini yangeisha, lakini wameamua kuyaleta mtandaoni, na si kama kawaida tunaruka nayo, na watu ndio hivyo wamekuwa wakiweka maoni katika hii situation. So kwa kifupi ni kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuambie unahisi kwamba nani ambaye amemkosea mwenzie, nani ambaye amemfanyia mwenzie mistake, au unahisi kwamba ni nini ambacho kingefanyika ili kuepusha haya, kwa sababu hao wote ni vijana wadogo sana ndo kwanza wako katika peak ya career zao. Nahisi kwamba haikuwa jambo la kheri sana kuanza kugombana, hususan kuzingatia kwamba mpaka wazazi wao wale wana ukaribu, japokuwa mmoja ameshatangulia akhera. So at the end of the day, hebu weka maoni yako bwana katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.